Bima Pub, urahisi wa maisha. Leo lakini kitu ambacho kimewavuta wengi na kutaka kujua mustakabali wake ni kuhusiana na mchezo wa dabi wa Juni 15 ushapangiwa na shirika. Pengine kwa hadhara na mahitaji ya wapenzi wa soka wanataka kufahamu dabi itapigwa Juni 15 au haitopigwa. Kwa yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu, ukiwemo hayo mambo ya utendaji ya kila siku ya ratiba na vitu vya aina hiyo, kwetu sisi kwa haya ambayo yamekuja, tafsiri yake ni kwamba so far ratiba yetu ipo kama ilivyopangwa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu chombo kinachoendesha na kusimamia ligi ni chombo kingine tofauti na watu ambao leo wamekutana. Na ndio maana nikasema kwamba tumepokea and then tutapeleka sasa kwenye mamlaka husika zikiwemo hizo kamati na mamlaka nyinginezo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mtendaji mkuu, nitakwambia status quo ina prevail, kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi moja kwa moja, na ndio maana katangulia kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika, kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanywa awali. Kwa maana hiyo dabi ipo. Tuongoze Boymanda. Na mchezo ili ufanyike unahitaji maandalizi. Maana ya logistics zile zote ambazo zina consist mchezo mzima. Sahihi. Ikiwemo swala la kwanza timu mwenyewe kueleza venue ya uwanja, viingilio na nini, vitu ambavyo mpaka sasa havijafanyika. Na je, katika kikao chenu Yanga wamesemaje, wataendelea na hizo procedure au kama hayo yatakayofanyika yasipofanyika ni kipi ambacho watakieleza? Wataendelea na hizo procedure kueleza kila kitu kitakachofanyika au wameendelea kusimama na msimamo wao kwamba hiyo mechi hawatashiriki? Yanga position yao ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili wao warudi katika huo mchezo. Changamoto tuliyokuwa nayo, ukiyatazama haya mambo kuyatamka ni mambo ambayo yanawezekana, lakini ukija kwenye utendaji ni mambo ambayo hayawezi kufanyika overnight. Kwa mfano bodi kutoka kuwa chombo tegemezi cha TFF na kuwa chombo huru, yani unazungumzia mchakato ambao unahusisha taasisi nyingi. Kwanza lazima uende katika management committee. Ukitoka kwenye management committee uende kwenye mkutano mkuu wa bodi. Ukitoka kwenye mkutano mkuu wa bodi iende kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu. Ikitoka kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu iende kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona yes linawezekana, lakini linahitaji muda fulani hivi ili liweze kutokea. Na ndio maana nikasema kwamba ukiyatazama haya maazimio mengi yako nje ya mamlaka ama mandate ya bodi ya ligi kuu Tanzania. Lazima tuyafikishe kule ambapo yanapaswa kuweza kufika, kuchakatwa, kujadiliwa and then kufanyiwa maamuzi. Kwa hiyo nafikiri nitakuwa nimekujibu vizuri. Boymanda. Bali na hawa wadau wanaounda bodi ya ligi, kuna wadau wengine ambao ndio walaji na wateja wa mchezo wa mpira wa miguu mashariki. Kwa hiki ambacho kinachoendelea hivi sasa, nini ambacho unawaambia kuelekea katika mchezo huo, lakini kutamatisha msimu wa 2024-2025 zikiwa zimebaki raundi 3 tu ligi hiyo kutamatika? Ninafikiri jibu lako alipishani na mwandishi wa TBC. Nimesema ukiniuliza mimi mambo ambayo yako ndani ya uwezo wangu, nitakwambia kwamba tulitangaza ratiba
na mimi kama mtendaji mkuu na jukumu la kutangaza ratiba ambayo tulitangaza, ambayo ilipata baraka ya kutangazwa na vyombo ambavyo na mamlaka ambazo ziko juu ya uwezo wangu. Kwa ni mamlaka hizo ambazo ziliweza kuapprove hiyo ratiba, ndio mamlaka hizo pia ambazo zinaweza zikaja kutengua hiyo ratiba. Kwa hiyo so far mimi ukiniuliza nitakwambia kwamba ratiba yangu, kwa sababu mamlaka husika hazijaitengua, mimi kama mtendaji mkuu nitasimama kwamba ratiba ya awali na prevail, status quo na prevail. Yeah. Hapo sio. Yeah. Na mimi nilikuwa nataka ufafanuzi kwenye mambo hayo matatu ambayo nimeyazungumza Young Africans, ikiwemo hili la kujiuzuru CEO pamoja na katibu mkuu. Kwenye maelezo yao wao wamesema ni makosa gani ambayo yamefanyika mpaka wanataka labda nyinyi mjiuzuru? Nisingependa kuingia in details kwa sababu mimi ni mtuhumiwa pia, na unapokuwa mtuhumiwa, unapoulizwa swali kuhusiana na wewe kwa maana ya good governance, si vizuri ukalisherehesha. Si vizuri ukalisherehesha, si vizuri ukalizungumza. Ni vizuri ukaziachia mamlaka ambazo zina mandate na hilo zije kupokea na kulitolea maelezo. Na ndio maana nikasema kwamba kwa haya ambayo aliyokuja nayo sisi kama bodi, yani wajibu wetu ni kupokea na kuwasilisha kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo nisingetamani tena mimi ni mtumiwa alafu tena hapa naanza tena, hapana. Hiyo kwa maana ya kiuongozi, kwa maana ya utawala bora, ni jambo ambalo linakosa sifa. Kwa hiyo mimi nafikiri tufanye subira, yote yatakuja, yatabainishwa, and then yatapiga hatua. Karibu. Natamani kufahamu kwenye ripoti ya uchunguzi kuna chochote pengine mmekwishaanza kukipokea ama pengine leo mlikijadili ile ripoti? Tumekijadili na kwa interest ya mpira, kwa interest ya nchi, kwa kweli tusingependa kukizungumza, na tumezungumza bayana kabisa na ni imani yangu wenzetu wameridhika kwamba taarifa ya kiuchunguzi ziko mamlaka za nchi ambazo kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa utaratibu za nchi wamepewa hiyo dhamana. Wapo wenzetu wa TAKUKURU na viko vyombo vingine vya ulinzi na usalama ambayo wana jukumu hilo la msingi la kufanya masuala hayo ya kiuchunguzi katika level kubwa zaidi lakini tupo sisi pia kwa maana ya bodi, kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu kupitia kamati zetu tunafanya hayo mambo ya kiuchunguzi katika level hiyo ambayo sisi tumekasimiwa kuweza kufanya. Kwa hiyo bahati nzuri tumeliweka wazi yale ya kwetu, tumewaambia yale ambayo mamlaka za nchi wanaendelea nayo pia tumewaambia. Kwa hiyo ukiniuliza sasa hivi nitakwambia kwa interest za mpira wetu, kwa interest za nchi siwezi kulizungumzia kwa sababu ni swala mtambuka, ni swala ambalo limegusa sehemu tofauti. Kwa hiyo kwa mamlaka sisi tuliopewa kuna vitu ambavyo kiukweli kabisa hatuwezi tukavizungumza public. Kwa hiyo unless otherwise labda wenye mamlaka ambao wamepewa kikatiba, kinchi na vitu vya. Kwa hiyo hilo ilikuwa ni sehemu ya agenda, tumelizungumza na ni imani yangu kwa jinsi mjadala ulivyokuwa wameelewa na wameridhika kwa kile ambacho tulichoeleza kuhusiana na swala hilo la kiuchunguzi. Naitwa Shomari na taratibu, lakini bado hazijaribu kwa upande wa wenyeji wafanye taratibu za aina zote, na wadau wanasubiria kwamba hiyo siku waje kushuhudia huo mchezo, lakini kwa upande wa wenyeji hawajatangaza viingilio wala nini, wamenyamaza tu kimya. Na hata mara baada ya kikao hicho wametoa taarifa kwamba wamesisitiza kwamba hawatocheza. Labda nini kinafuata? Ili mimi nafikiri nishalijibu. Hili wala siwezi tena kulitolea maelezo unless nafikiri nimelieleza vizuri. Nimelieleza vizuri. Nimelieleza vizuri tu. Kwa hiyo nafikiri labda tupokee swali jingine. Sio mimi natokea Limbo Sports. Maelezo yako hapo Young Africans
wameorodhesha vitu ambavyo wanataka vifanywe mabadiliko ili waweze kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini imebaki michezo mitatu kuweza kumaliza mzunguko, kumaliza ligi kuu. Vipi Yanga wamekubali kumalizia michezo miwili kama ambavyo kutofanyika mabadiliko ya namna yoyote kwenye matakwa yao, kwa maana mchezo dhidi ya Tanzania Prison na Dodoma Jiji ili kumaliza ligi kuu msimu wa 2024-2025? Sasa hilo mimi nisingetamani kuwa msemaji. Yaani ukilitazama hilo, yes, inawezekana ikawa sehemu ya mjadala. Lakini ukilitazama kiundani, yani ni Yanga wenyewe, yani ingekuwa vizuri Yanga wenyewe wangelielezea kwa mapana na marefu yake. Mimi nafikiri kwa yale ambayo niliongelea kuhusu mchezo wa dabi huo na ligi kwa ujumla na haya ambayo tuliopokea, mimi nafikiri kama anajitosheleza. Lakini ukitaka clarification zaidi kwamba Yanga wanasemaje, nafikiri ni vizuri wao wenyewe sasa wakalisemea hilo. Nisingetamani kuwasemea ama kuwa sehemu ya Yanga, lakini yale ya jumla yes, naweza nikaya clarify hapa ili tuweze kuona namna gani ambavyo tunatoka hapa tulipo twende pale ambapo kila mmoja anaweza kutamani kufika. Asante, sio tumekamilisha ndani ya maswali ambayo tulipokea, nadhani inatosha. Asanteni sana. Jamani, asanteni sana. Shukrani. Asante. CEO, kuna vingi umezungumza hapo. Ikiwa leo ni tarehe 9 kuelekea tarehe 15, moja ya vitu ambavyo umezungumza ni kwamba ile tarehe 15 kwako bado iko pale pale kama mtendaji. Unless mamlaka zilizo juu yangu zije na kitu tofauti, lakini as long as ratiba ile tulioitoa ilipata baraka ya watu ambao wako juu yangu and then tukapata mandate ya kuitangaza, kwa hiyo mimi bado yani iko hivyo. Tukiangalia hapo ile sakata lilichukua kuanzia mwezi wa 3 hadi sasa hivi tuko mwezi wa 6. Unadhani hayo mambo mnayoenda kuyapeleka sehemu husika, matakwa ya Young Africans yanaweza kachukua uharaka kiasi hicho na mchezo kapigwa kwa wakati? Sasa hiyo ni mamlaka nyingine, hizo siwezi kuzizungumzia. Mimi nitazungumzia yale mambo ambayo yako ndani ya uwezo wangu. Yale ambayo yote hayako ndani ya uwezo wangu, kwa kweli nitakuwa siwatendee haki kuwasemea na kuwazungumzia. Pale muda utakapotoka yakishawasilishwa, mimi nafikiri wao wenyewe watakuwa wako tayari kujitokeza kama ambavyo hapa najitokeza na kuweza kuyazungumzia. Kwa hiyo tufanye subira. Tutapokea maswali matatu ya mwisho. Karibu. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima pap kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap. Urahisi wa maisha.